Hujambo mtazamaji kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki tuliyokuandalia hii leo. Watalii wamemiminika katika bustani ya mandhari ya kale ya Henan, huku idadi ya wageni wakati wa likizo ikiongezeka. Wakulima nchini China wakumbatia teknolojia mpya kuanzia umwagiliaji hadi mauzo, na mahitaji makubwa ya sekta zinazoibukia yaongeza maagizo ya mashine za viwandani China. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi jumuika nazo Khamis Darush. Utalii wa kitamaduni wa kuzama moja kwa moja katika uzoefu umekuwa kivutio kikubwa katika mji wa Kaifeng katikati mwa mkoa wa Henan nchini China, ambapo umati wa hadi watu 90,000 kwa siku hutembelea Millennium City Park ili kushuhudia maonyesho yenye mandhari ya enzi ya nasaba ya Song pamoja na programu shirikishi za urithi wa kitamaduni. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Bustani ya Millennium City Park imechochewa na mchoro maarufu wa enzi ya Song uitwao Along the River During the Qingming Festival. Hapa wageni hupata maonyesho ya utamaduni wa jadi, ufundi wa mikono wa kale na matukio ya kuigiza maisha ya zamani kwa njia ya kushirikisha wageni. Sherehe huendelea hata usiku kwa maonyesho ya usiku na programu za kitamaduni kama gwaride la taa za samaki, jambo linaloongeza uzoefu wa likizo kwa makumi ya maelfu ya watu kila siku. Ongezeko la uzoefu wa utalii wa kuzama moja kwa moja limeenea zaidi ya mitaa na bustani za Kaifeng hadi kwenye makumbusho na ziara za kielimu, ambapo maonyesho shirikishi na programu za vitendo zinavutia hadhira mpya. Katika likizo ya mwaka huu ya tamasha la Spring, ambao ni mwanzo wa mwaka mpya wa Kichina, Henan ilipokea ziara za watalii milioni 62.81 na kuzalisha mapato ya yuan bilioni 37.63. Hii inaonyesha kasi kubwa ya ukuaji katika soko la utalii wa kitamaduni la jimbo hili kulingana na mamlaka husika. Ukuaji mkubwa wa soko la utalii katika Henan unaakisi pia mkakati mpana wa kitaifa. Katika ripoti ya kazi ya serikali iliyowasilishwa wiki iliyopita katika kikao cha 4 cha National People's Congress ya 14, China ilisisitiza maendeleo ya ubora wa juu katika sekta za utamaduni na utalii, ikitaja muunganiko wake na michezo, biashara na sekta nyingine kama kichocheo muhimu cha ukuaji wa uchumi. Wakulima kote China wanazidi kutumia teknolojia mpya katika shughuli za kilimo, kuanzia mifumo ya kisasa ya umwagiliaji hadi mauzo kupitia matangazo ya moja kwa moja mtandaoni. Teknolojia inabadilisha namna mazao yanavyozalishwa na kuuzwa. Ronald Mutie anaripoti. Kadri shughuli za kilimo cha msimu wa masika zinavyoendelea nchini China, wakulima wengi wanatumia teknolojia mpya ili kuongeza uzalishaji na kufikia masoko mapya. Katika mkoa unaojiendesha wa Xinjiang ulioko kaskazini magharibi mwa China, vifaa vikubwa vya umwagiliaji maji vinavyozunguka shamba vinatumika kumwagilia maji zaidi ya hekta 533 za mashamba ya ngano za msimu wa baridi katika mji wa Kunyu ulioko kusini mwa jangwa la Taklamakan. Quigan Chuang, meneja wa kituo cha mashamba, anasema kwamba wanatumia mifumo ya umwagiliaji inayodhibitiwa na vifaa vya akili bandia. Amesema maji husambazwa kwa usawa na kuhakikisha udongo unaloa vizuri, huku mbolea ikiwekwa wakati wa umwagiliaji. Teknolojia hiyo pia inapunguza gharama, muda na nguvu kazi. We adopt pointer sprinklers controlled by intelligent terminals. The water supply is uniform, ensuring that the soil is thoroughly watered. The seedlings turn green quickly with strong tillers. Fertilization can be carried out along with irrigation. They help us to save labor, time and costs. Wakati huo katika kaunti ya Yunnan, mkoani wa Hubei katikati mwa China, wafanyikazi wa nyumba kitalu za kilimo wamekuwa wakivuna, kupanga na kufungasha uyoga aina ya morel. Pong Gaoxiang, meneja wa kituo hicho cha uzalishaji, anasema kwa sasa uzalishaji wa uyoga wa kila siku unaweza kuzidi kilo 5,000. Aliongeza uzalishaji wa kila hekta umeongezeka kwa 40% ikilinganishwa na mwaka uliopita. Now, the daily mushroom yield can exceed 5,000 kilograms. The output per mu is 40% more than last year. Kupitia majukwaa ya biashara ya mtandaoni, uyoga huo laini na wenye ubora unauzwa kwa wingi, huku pia ukivutia watalii wengi kutembelea mashamba hayo na kujionea au kushiriki katika uvunaji. The quality of the morel mushrooms here is excellent. Today I picked 1 kilogram of morels. Watengenezaji wa mashine za viwandani nchini China wameongeza uzalishaji kwa kasi kubwa ili kukidhi ongezeko la maagizo yanayosukumwa na mahitaji makubwa
kutoka sekta mpya kama roboti zinazofanana na binadamu na magari mapya yanayotumia nishati mbadala. Jacob Mogoa na maelezo zaidi. Katika kiwanda cha kuunganisha mashini ya kampuni moja ya utengenezaji mashini katika mji wa Dongguan mkoani Guangdong kusini mwa China, wafanyikazi wanaonekana wakiwa na shughuli nyingi wakikusanya zaidi ya mashini 100 za kisasa za CNC zenye mihimili mitano. Tangu mapema mwaka huu, maagizo kutoka sekta kama roboti zinazofanana na binadamu na magari ya nishati mbadala yameongezeka kwa kiasi kikubwa, huku oda zilizopo tayari zikiendelea hadi Septemba mwaka huu. Ili kukabiliana na mahitaji haya makubwa ya soko, kiwanda hicho kinapanga kuongeza zaidi uwezo wake wa uzalishaji katika nusu ya pili ya mwaka. Mkuu wa kampuni hiyo Wang Guangjiang amesema kuwa kiasi cha maagizo kimeongezeka kwa takriban 30% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana. Kadri sekta ya utengenezaji wa hali ya juu nchini China inavyoendelea kukua kwa kasi, pamoja na maendeleo ya nyanja mpya kama roboti zinazofanana na binadamu, magari ya nishati mbadala na sekta ya anga, mahitaji ya mashini za kisasa zenye usahihi mkubwa, uendeshaji wa kiotomatiki na mifumo jumuishi yanaongezeka kwa kiwango kikubwa. Hali hii inatoa fursa mpya kwa kampuni za ndani za kutengeneza mashini kupiga hatua katika sekta ya vifaa vya hali ya juu. Kampuni yetu huzalisha hasa vipuri vya viungo vya roboti zinazofanana na binadamu na ndege zisizo na rubani. Mwaka huu tunapanga kununua jumla ya zaidi ya mashini 300 za kisasa za viwandani kutoka kwa wasambazaji kadhaa wa ndani, jambo ambalo linaonyesha ongezeko la zaidi ya 50% ya ununuzi ikilinganishwa na mwaka uliopita. Muda wa kuwasilishwa kwa mashine za viwandani zinazotengenezewa ndani ya nchini takriban siku 45, ilhali mashine zinazoagizwa kutoka nje huchukua kati ya miezi 3 hadi 6. Aidha, mashine za viwandani za ndani za aina hiyo huwa na bei nafuu kwa takriban 40% ikilinganishwa na zile za kigeni. Ameongeza kuwa muda wa kusubiri mashine kutoka kwa wazalishaji wa ndani ni takriban siku 45 pekee, ilhali mashine zinazoagizwa kutoka nje huchukua kati ya miezi 3 hadi 6 kufikishwa. Aidha, mashine za ndani za aina hiyo ni nafuu kwa takriban 40% ikilinganishwa na zile za kigeni. Mtengenezaji mwingine wa mashine za viwandani pia anakabiliwa na kipindi cha kazi nyingi. Tofauti na miaka iliyopita, mwaka huu kimeshuhudia ongezeko kubwa la mahitaji ya mashine maalum zinazotengenezwa kulingana na mahitaji ya wateja, hasa kutoka sekta ya magari ya nishati mbadala. Tumeongeza uwezo wetu wa uzalishaji kwa takriban 1/3 mwaka huu. Kadri magari ya nishati mbadala yanavyoendelea kuboreshwa na kutolewa katika matoleo mapya, wateja wana mahitaji yanayoongezeka pamoja na uhitaji mkubwa wa mashine zenye uwezo wa kutekeleza kazi maalum kulingana na miundo mipya. Kwa sasa tunakabiliwa na uhaba wa wafanyakazi wa kufanya marekebisho na majaribio ya mashine katika warsha, na tunaendelea kuajiri mara kwa mara. Mashine za viwandani zinazojulikana pia kama mashine mama za sekta ya viwanda ndizo msingi muhimu unaowezesha uzalishaji katika tasnia ya utengenezaji bidhaa. Ripoti mpya inaonyesha kuwa uchumi unaohusiana na huduma na mahitaji ya wazee unaojulikana kama silver economy unazidi kuwa chanzo kipya cha ukuaji wa uchumi nchini China. Hii inatokana na kuongezeka kwa idadi ya wazee nchini humo ambayo sasa imefikia takriban watu milioni 320. Tomonjala na maelezo. Kwa mjibu wa ripoti hiyo, uchumi wa wazee nchini China kwa sasa unakadiriwa kuwa na thamani ya yuani trilioni 7 ambazo ni sawa na takribani dola trilioni 1 za Marekani, ambayo ni takriban 6% ya pato la taifa GDP. Inatarajiwa kufikia yuani trilioni 30, ni takriban dola trilioni 4.4 za Marekani, sawa na 10% ya pato la taifa ifikapo mwaka 2035. Ripoti ya mwaka huu ya kazi za serikali inaeleza kuwa China itaendelea kuimarisha mfumo wa hifadhi ya jamii na huduma kwa wananchi, ikiwemo kuongeza pensheni ya chini ya kila mwezi kwa wakazi wa mijini na vijijini kwa yuani 20 zaidi.
Serikali pia inalenga kutekeleza kikamilifu mkakati wa kitaifa wa kukabiliana na kuongezeka kwa idadi ya wazee. Hatua hizo ni pamoja na kupanua huduma za kulea wazee zinazotolewa kwa manufaa ya umma, kuimarisha huduma za wazee katika maeneo ya vijijini na kutoa ruzuku kwa huduma kwa wazee wenye ulemavu wa wastani hadi mkubwa. Na katika kukuza uchumi wa wazee, ripoti inapendekeza kutumia kikamilifu uwezo wa wazee wanaoweza kufanya kazi, kuweka sera za kuendeleza sekta hii kwa ubora na kuboresha sera za kusaidia bidhaa za wazee, huduma za kifedha za pensheni pamoja na utalii wa wazee. Aidha, inapendekezwa kuongeza uwezo wa huduma za urekebishaji wa afya na uuguzi, kuendeleza mfumo wa bima ya huduma ya muda mrefu na kutoa msaada maalum kwa makundi yaliyo hatarini kama wazee wanaoishi peke yao, wenye ulemavu au matatizo ya kumbukumbu. Rasimu ya mpango wa 15 wa maendeleo wa miaka 5 pia inaweka lengo la kuongeza wastani wa umri wa kuishi hadi miaka 80. Vilevile inalenga kuongeza uwiano wa vitanda vya uuguzi katika taasisi za kulea wazee kutoka 68% hadi 73%, hatua inayolenga kuboresha ubora wa huduma kwa wazee wenye uhitaji mkubwa wa uangalizi. China imepiga hatua nyingine kubwa katika sekta ya usafiri baada ya treni yake mpya ya kasi ya aina ya CR450 kufikia mwendo wa kilomita 450 kwa saa wakati wa majaribio. Mafanikio hayo yanaonyesha azma ya taifa hilo kuimarisha teknolojia ya kisasa na kuendeleza sekta ya viwanda kupitia ubunifu. Simi Wanjala anakamilisha taarifa hiyo. China imepiga hatua nyingine katika teknolojia ya usafiri wa reli baada ya treni yake mpya ya kasi ya juu CR450 kufikia kasi ya kilomita 450 kwa saa wakati wa majaribio. Extensive work has been carried out on the CR450 project since 2025, and significant progress has been made. So far, the train has completed about 300,000 kilometers of testing, with more than half of the evaluation process already finished. Treni hii ya kizazi kipya tayari imekamilisha zaidi ya nusu ya majaribio yake, ikiwa imesafiri takriban kilomita 1300 katika majaribio ya awali. Wataalamu wanasema maendeleo hayo yanaonyesha uwezo mkubwa wa China katika kuunganisha utafiti wa kisayansi na uzalishaji wa viwandani. We will follow the principle that industry sets the questions and technology provides the answers. The new round of initiatives will upgrade key manufacturing supply chains, drive breakthroughs across the entire chain, and speed up their conversion into new quality productive forces. Treni hii imetengenezwa kikamilifu kwa teknolojia ya ndani ya China na inaonyesha uimara wa mnyororo wa uzalishaji wa viwanda nchini China. Mradi huu pia unachochea maendeleo katika sekta mbalimbali kama vile mashine, madini, umeme na kemikali. Maendeleo ya CR450 pia yanaonyesha mwelekeo wa sekta ya utengenezaji nchini China, huku serikali ikiweka mkazo katika kuunganisha uvumbuzi wa kiteknolojia na maendeleo ya viwandani. Serikali ya China inaendelea kuhimiza matumizi ya uvumbuzi wa kisayansi katika sekta ya viwandani ili kuimarisha ushindani wa uchumi na maendeleo ya teknolojia za kisasa. Ukuaji wa vituo vya data vya akili mnemba au akili bandia na miundombinu ya nguvu za kompyuta nchini China unafungua fursa mpya kwa sekta ya nishati ya jadi. Mabadiliko haya pia yanaongeza mahitaji ya vifaa na kuchochea ubunifu katika sekta hiyo. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Kituo cha data za akili bandia kinachoongezeka kwa kasi na miundombinu ya nguvu za kompyuta nchini China kinaleta fursa za kipekee kwa sekta ya nishati ya jadi ya nchi hiyo, kikihimiza kuongezeka kwa mahitaji ya vifaa na kuchochea ubunifu. Kampuni ya kuzalisha vifaa vya nishati katika mji wa Chongqing, kusini magharibi mwa China, imekuwa ikifanya kazi kwa kasi
kutengeneza transformer kwa ajili ya miradi ya miundombinu, ikiwa ni pamoja na vituo vya data vinavyosimamiwa na watoa huduma wa mawasiliano wakubwa wa China na vituo vya kompyuta katika vyuo vikuu. Kasi ya matumizi ya AI imeleta mabadiliko yanayoonekana katika mahitaji ya soko. Kwa mujibu wa naibu meneja mkuu wa kampuni hiyo, Bwana Zhou Hong, maombi ya usambazaji vya kampuni hiyo vyote viliongezeka, ikiwa ni ongezeko la mwaka hadi mwaka la takriban yuan milioni 30 hadi 40. Kuongezeka kwa mahitaji yanayoendeshwa na AI pia kumeharakisha uvumbuzi kwenye upande wa utengenezaji, kushikiniza kampuni kutafuta masuluhisho mapya kwa uzalishaji mkubwa na ubora, kama vile mifumo ya majaribio ya kiotomatiki, kupunguza mizunguko ya uzalishaji na teknolojia mpya za usambazaji wa nishati zinazopunguza matumizi ya nishati na kuboresha ufanisi wa usambazaji wa umeme. Watengenezaji wa malighafi kutoka sehemu ya juu pia wanafanya maendeleo muhimu. Katika mji wa Chongqing, kampuni ya vifaa vya umeme inatengeneza chuma cha silikoni nyembamba sana, mojawapo ya malighafi muhimu kwa ajili ya transformer, ikiwa na lengo la kupunguza upotevu wa umeme. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. Hamjambo, karibuni katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaoongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Kwanza, tuanze kwa kuchangamsha akili zetu. 第8课，马丁比我大3岁。 Geuza kadi. Tafadhali chagua kadi, soma sentensi juu na hatimaye pata zawadi ya siri. 朋友，好朋友。 同学，我的同学。 我也是学生。 学生，小学生。 弟弟，我比弟弟高。 妹妹，姐姐比妹妹大1岁。 哥哥比姐姐高，姐姐比我高，我比弟弟妹妹高，我们比大黄高很多。 哥哥比姐姐高，姐姐比我高，我比弟弟妹妹高，
我们比大黄高很多。哥哥高还是姐姐高？哥哥比姐姐高。哥哥比姐姐高，姐姐比我高，我比弟弟妹妹高，我们比大黄高很多。这是苏珊，这是马丁，他们是我的好朋友。苏珊和马丁是同学，也是小学生。马丁比我大3岁，苏珊比我大2岁。这是苏珊，这是马丁，他们是我的好朋友。苏珊和马丁是同学，也是小学生。马丁比我大3岁，苏珊比我大2岁。马丁比他大几岁？马丁比他大3岁。这是苏珊，这是马丁，他们是我的好朋友。苏珊和马丁是同学，也是小学生。马丁比我大3岁，苏珊比我大2岁。Nam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, mtazamaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Nimekuwa kwa Khamis Darwish. Maasalam.